wako umemzoea, afu ghafla anakuambia mimi bwana nitakufa muda si mrefu. Kwa hiyo katika hali ya binadamu, hawa wanafunzi waliingia katika hali ya kuwaza kwamba hapa sasa itakuwaje? Tumezoea kukaa na Yesu sehemu moja, anatumisha neno, anatuombea, anatubariki, anatufariji, anatutia moyo, lakini kwa nini anasema naondoka? Kwa hiyo ndani ya mioyo yao walijua na simanzi. Bwana Yesu asifiwe. Wakawa wanawaza huduma itakuwaje? Yesu anaondoka, tutapata wapi chakula? Nani atatulisha? Maana walikuwa wanamtegemea. Sasa hapa nawaambia, mimi nawaambia hiyo kweli, kwa sababu itawafaa mjie mimi nikiondoka. Maana nisipoondoka huyo msaidizi hawezi akaja. Kwa nini? Msaidizi ni Roho wa Kristo. Amina kanisa. Kwa hiyo aliposema inatakiwa niondoke, maana yake mlazimu afe. Alipokuwa amekufa na akafufuka, akaenda kujizidisha. Haleluya, watumishi wa Bwana. Kumbuka alipokuwa katika mwili wake lilikuwa ni jeshi la mtu mmoja. Yaani alikuwa anafanya kila kitu mwenyewe. Wale wanafunzi walikuwa wanamsindikiza tu ili kujifunza, ili akiondoka na wao wafanye kazi. Lakini walikuwa hawafanyi kazi, kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa bado hajawashukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati upo katika mwili alikuwa yeye peke yake. Ndio maana ilimlazimu aende huko, aende kule peke yake. Kwa hiyo alikuwa sometimes anakosa hata muda wa kupumzika. Anafanya kazi usiku na mchana. Jina la Bwana pekee sana. Sasa hawa wanafunzi wanawaza itakuwaje? Manake walikuwa katika hali ya binadamu. Ndio maana kuna mahali Petro anamwambia Bwana, hapana, hilo haliwezekani. Wewe huwezi kuondoka. Wewe hauwezi wakakuua. Mimi niko lazima nife mimi kuliko ufe wewe. Mungu Yesu anamwambia Petro, uyawaze yale ya Mungu bali ya wanadamu. Akamwambia rudi nyuma yangu Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kilichomleta Yesu duniani ni ili aje atolewe sadaka kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo alipofanya hiyo kazi amemaliza, kabla hajakufa pale msalabani alitoa ahadi kwamba inatakiwa nikishaondoka nitarudi tena kwenu ili niwaletee ahadi ya Roho Mtakatifu. Jina la Bwana pekee sana. Kwa hiyo alipowaambia tena, akawaambia yeyote ambaye ataniamini mimi na kazi ninazofanya, na yeye atazifanya maradufu ya hizo nilizozifanya. Alikuwa anazungumzia kwa uwezo wa Roho ambaye atamleta. Amina kanisa. Kwa hapa nawaambia na wafanye mimi niondoke, kwa sababu nisipoondoka huyo Roho hatakuja. Na tunaona baada ya Yesu kufa, Biblia inasema akafufuka akaenda mbinguni. Na alipoenda mbinguni akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Alipoketi mkono wa kuume wa Mungu, yeye ndiye alienda kudai hii ahadi kwamba Baba, tayari kazi nishamaliza, ruhusu sasa Roho wako Mtakatifu awashukie watu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana akawa anawaambia mimi nisipoondoka hii ahadi haiwezi kuja. Kumbuka nasema ni ahadi ya Baba. Kwa hiyo ilimlazimu afe, alafu afufuke. Baada ya kufufuka aende mbinguni. Ndio maana alipopaa kwenda mbinguni, yeye ndo akaenda kuzungumza na Baba kwamba ahadi ule wakati wake wa kutimizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watumishi wa Bwana. Kwa hiyo hii ahadi ni kwa kila mtu ambaye anakubali kumwamini Yesu, anampokea Roho Mtakatifu. Twende mbele. Yohana 14:18. Yohana 14:18. Biblia inasema Yohana 14:18, sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Sitaacha ninyi yatima, naja kwenu. Jina la Bwana pekee sana. Baada akawa na wasisitizia wanafunzi wake kwamba wasiwe na huzuni, wasianze kutafakari kwamba maisha yatakuwaje. Anasema sitawaacha yatima, mimi mwenyewe nakuja kwenu. Hapo alikuwa anazungumzia kwa habari ya Roho Mtakatifu. Ndio maana sisi hatuna miungu watatu. Amen.
Sisi tuna Mungu mmoja ambaye yupo katika nafsi tatu. Katika utendaji wote ni wamoja. Hapa anazungumza kwamba sitawaacha yatima, naja kwenu. Lakini hapa alikuwa anazungumzia kwa habari ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema naja kwenu, maana anazungumzia kwamba Roho wangu atakuja kwenu. Kwa hiyo mtu ambaye hana Roho, maandiko yanatuzungumzia kwamba ule mtu anaonekana kama ni yatima. Kama wanafunzi walivyokuwa wanawaza, itakuwaje Yesu ukiondoka, itakuwaje? Lakini Yesu anawaambia, endapo mtaendelea kukaa katika yale maagizo ambayo nimekuwa nikiwafundisha usiku na mchana, anasema nitakuja tena kwenu. Twende mbele tusome kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Tutasoma mstari wa 8. Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Hapa alikuwa amewatokea wanafunzi baada ya kufufuka. Kumbuka Yesu alipofufuka aliwatokea wanafunzi mara kadhaa, alafu ndo akapaa kwenda mbinguni. Bwana sasa. Sasa hapa ameshafufuka, anawakumbusha ile ahadi ambayo aliwaahidi katika kitabu cha Yohana. Anasema lakini mtapokea nguvu. Hao wanafunzi walikuwa wamekaa na Yesu, lakini walikuwa wamepungukiwa na nguvu. Walikuwa ni Wakristo wa kawaida. Haleluya. Walikuwa ni Wakristo ambao hata pepo walikuwa wanashindwa kutoa. Kuna mahali waenda kumwombea mtu ana kifafa, wakaomba wakakuta yule mtu haponi. Bwana Yesu asifiwe. Yule mama mwenye mtoto wake akamfuata Yesu, Bwana, niliwaita wanafunzi wako wamwombee mwanangu, lakini hawakuweza. Waliomba lakini mwanangu hajapona. Tumemleta kwako ili uweze kumwombea. Yesu akawageukia wanafunzi, kwa nini nyinyi hamna imani? Lakini nilikuwa sio kosa lao, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa hawana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema mtapokea nguvu, baada ya siku zichache mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Hiyo nguvu mtakapopokea, anasema mtaenda kunishuhudia. Mtaenda kuwa majasiri kunishuhudia kwa watu wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lengo la Yesu kumleta Roho Mtakatifu, anataka kazi aliyofanya iendelee. Amina watumishi wa Bwana. Yesu alifanya kazi gani? Yesu kazi ya kwanza aliyofanya ni kutafuta na kuokoa kilichopotea. Hapa anasema nani mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika mataifa mengine. Kushuhudia manake ni kwenda kumtangaza kwamba Yesu ni Kristo aliyetumwa na Mungu kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana hamna anayeweza kutangaza injili ya Kristo kama Roho wa Mungu hayuko ndani yake. Hata kama atajitahidi kutangaza, basi atatumia akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana leo wahubiri wako wengi, lakini Roho wa Mungu hawana ndani yao, kwa sababu kuna kitu wanategemea ama kuna maslahi binafsi wanayatafuta. Lakini ukiwa na Roho unakuwa shahidi wa Yesu, unamshuhudia Yesu kama alivyo na kudhihirisha matendo yake. Haleluya. Kama tunaelewana tupungiane mikono. Kwa hiyo hapa alikuwa anawakumbusha kwamba ile ahadi ambayo niliwaahidi kwamba nikifa na kuondoka kwenda kwa Baba nitaitimiza, wakati huo umekaribia. Ndio maana leo wengi hawawezi kumshuhudia Kristo ni kwa sababu Roho hawana. Wengi tumekuwa waoga, tumekuwa hatuna ujasiri ni kwa sababu Roho wa Mungu hatuna ndani yetu. Na wengine tunajaza alafu tunampoteza.
hiyo ni kitu mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Unapompokea Roho anahitaji matunzo. Anaitwa Roho nani? Anaitwa Roho nani? Takatifu. Unaelewa maana mtakatifu? Manake hana dosari ya namna yoyote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, yeye ndiye anayekusababisha wewe uwe mtakatifu. Hakuna mtakatifu kama hana Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Hata uwe ndani, hata uwe askofu, kama huna Roho Mtakatifu, wewe sio mtakatifu. Wala huwezi kufanya kazi ya Mungu kama huna Roho Mtakatifu. Jina la Bwana pekee sana. Hao wanafunzi walishindwa kufanya kazi ya Mungu, walibaki wamejifungia Yerusalemu. Wakawa wana ujasiri wa kutoka. Walibaki wanaomba ndani kwa ndani, wamejifungia milango, ujasiri wa kwenda kumshuhudia Yesu walikuwa hawana. Walikuwa wamepungukiwa na nguvu. Haleluya. Hiyo nguvu ya kuwapeleka kuhubiri, nguvu ya kuwapeleka kusimama mbele za watu, walikuwa hawana. Kwa hiyo Yesu anawaambia mtapokea nguvu. Yesu alijua kwamba sio kosa lao, kosa shida ipo kwenye ulimwengu wa roho. Hawana nguvu. Ndio maana anawaambia nitawaletea nguvu akisha kuajilia yenu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu cha Matendo ya Mitume 2. Tusome Matendo ya Mitume 2 mstari wa 1 hadi 4. Anasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto, uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyojalia kutamka. Haleluya. Hapa sasa ilikuwa ndio wakati ambao Yesu aliahidi kwamba hiyo nguvu mtaipokea. Kwa hiyo anasema ilipotimia siku ya 50, kukaja ghafla uvumi kama uvumi wa upepo. Yaani Roho Mtakatifu alikuja kama upepo, akaingia mahali ambapo walikuwa wamekaa. Sio kwamba walikuwa wamekaa wanasengeliana, walikuwa wamekaa kwenye ibada. Anasema walikaa pamoja wakiwa wanamega mkate, wakiwa wanafundishana neno, wakiwa wanafanya ibada. Manake wao ndani ya mioyo yao wote walikuwa na nia moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Leo wengi unakuta tunaomba lakini wao wapo mbali. Umoja hamna ndani ya mioyo. Kwa hiyo hao wanafunzi walikuwa wameambatana la kiroho. Roho Mtakatifu aliposhuka, Biblia inasema kila mmoja aliyekuwa ndani alijazwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wako tayari kujazwa Roho Mtakatifu? Kwa hiyo hao walikuwa wamekaa katika maandalizi. Amina. Mioyo yao ilikuwa haina neno juu ya mtu. Walikuwa ni watu ambao wameweka maandalizi ya kutosha ili Roho wa Mungu anaposhuka, ili Yesu anapotimiza ile ahadi, Roho wa Mungu akute mahali ambapo anatakiwa kufikia pawe pasafi. Tumeelewana vizuri? Ndio maana anayepokea Roho Mtakatifu ni aliyeamini, ambaye ametakaswa na damu ya Yesu. Roho Mtakatifu haingii mahali pachafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anaingia mahali pasafi. Ndio maana maandiko yanasema maandalia moyo ni ya kwako, jawabu inatoka kwa Mungu. Kwa hiyo kupokea Roho sio tu kuwekewa mikono, sio tu kunena kwa lugha. Bwana sasa, unaweza ukajinenesa uongo, ukajinenesa kwa akili yako. Kumpokea Roho kunahitaji maandalizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunahitaji maandalizi. Moyo wako uwe na shauku, moyo wako siwe na neno juu ya mtu, moyo wako umewaachilia wote waliokukosea. Sio unasema nataka nijazwe Roho Mtakatifu afu na neno juu ya mtu, hujamsamehe.
Roho Mungu hawezi kuingia mahali kama hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona siku ya Pentekoste ilipofika, Mungu aliruhusu ile ahadi ikashuka. Wale wanafunzi wakakaliwa na ndimi za moto. Huo moto sio moto huu wa kuni. Amina. Ndio maana kujazwa Roho tunaita ni ubatizo wa moto. Yohana aliwaambia wanafunzi wake kwamba mimi nawabatiza kwa maji, lakini yupo ajaye nyuma yangu, yeye atawabatiza kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ubatizo wa moto ni ubatizo wa Roho Mtakatifu, ni ujazo wa Roho. Unapojazwa Roho ndipo tunasema wewe umebatizwa ubatizo wa moto. Katika Ufunuo Biblia inasema tuwe moto, tusiwe vuguvugu wala tusiwe baridi. Pale anazungumzia kwa wale ya kuwa na uhai katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema bora uwe baridi kuliko ukawa vuguvugu. Anasema bora uwe baridi julikane wewe ni wa shetani. Kuwa wa baridi ama kuwa wa moto julikane ni wa Mungu. Kuwa wa moto manake ni kuwa umejazwa Roho. Roho Mungu anaishi ndani ya maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo wengi tumekuwa Wakristo wa kawaida kwa sababu Roho Mungu hatuna. Tumekuwa Wakristo tusiojiamini kwa sababu Roho Mungu hatuna. Lakini nataka nikwambie kwamba Roho Mungu akija ndani yako, wewe sio Mkristo wa kawaida. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa tunafananishwa tu na wale ambao tu wanasali tu ili mradi. Hapana, sisi tunatakiwa tuonyeshe udhihirisho wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huwa anajidhihirisha. Amina. Mtu mwenye Roho Mtakatifu anapokaa mahali, watu wa hilo eneo wanajua kwamba huyu ndani yake kuna kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye ana Roho anapoenda sehemu yoyote, watu wanajua kwamba huyu ndani yake kuna kitu. Wale wengine watakuta mtumishi hata kama hujajitambulisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Angalia Ibrahimu ameenda mahali kwenye nchi ya watu wachawi. Amefika tu hajafanya chochote. Watu wa ile nchi wakaanza kumfukuza. Wanamwambia Bwana ondoka huko. Tunaona wewe una nguvu kuliko sisi. Hajapigana vita. Haleluya. Hajapigana vita wala hawajaona kama mtu ama kipigana mweleka na mtu hawajaona. Ile wanamwambia ondoka kwetu maana una nguvu kuliko sisi. Hata Yesu alipoenda kwenye nchi ya Gerasi ilikuwa wale wafuga nguruwe wakaanza kumfukuza, wanamwambia ondoka kwetu. Kwa nini? Waliona Mgerasi amefunguliwa, mapepo yale yametoka yamewaingia wale nguruwe. Wale nguruwe wakazama baharini, wale wa Gerasi wakaanza kumfukuza. Kwa hiyo mtu mwenye Roho Mtakatifu anajulikana. Amina. Kama una Roho Mungu, wewe mwenyewe pia utajijua kwamba ndani yangu nina Roho. Hajifichi. Tatizo ni michangano. Yesu atusaidie sana. Nimekwambia Roho Mungu anahitaji matunzo. Si unasema tu unampokea, alafu baada ya kutoka hapo unaenda kufanya nini? Unaenda kufanya vitu vya ajabu. Unaenda kufanya vitu ambavyo havifai. Roho Mungu anahitaji mambo kama haya. Ndio maana unahitaji uwe mnyenyekevu, uwe mtii na uwe na utayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Roho Mungu anapoingia ndani yako anaanza kukupa mambo ambayo kibinadamu hayawezekani. Anaweza kukuambia nenda Ikulu kamuone rais. Yaani kwa na Roho Mtakatifu uwe na utayari kwa lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kukuambia nenda Ikulu pale kamwambie rais 1 2 3. Ndivyo walivyotumika wenzetu na Roho Mtakatifu. Anaweza kukutuma nenda kwa mzee wa kanisa, nenda kamuone 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kukutuma hata kwa mchungaji kama anaenda ovyo, anaweza kukwambia nenda kamuone juu ya jambo fulani. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo anahitaji utayari wa hali ya juu na utii wa hali ya juu, kwa sababu unapopokea Roho, kazi yake namba 1 ni kukuongoza. Anaanza kukuongoza kwenye vitu ambavyo kibinadamu haviwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Fikiria Yesu alipompokea Roho. Biblia inasema akaongozwa na Roho nyikani siku 40. Akafunga siku 40 usiku na mchana.
bila kula wala kunywa. Kama huna utayari na huna utii, unaweza ukapingana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazo wa kibinadamu itakuja hizi siku 40 nitaishije? Si nitakufa. Wanasayansi wanasemaje? Siku 7. Roho Mtakatifu haendani na wanasayansi. Amina. Kwa maana sisi tunaamini tulizaliwa na Mungu, tuliumbwa na Mungu. Wao wanaamini tulitokana na nyani. Mungu na sayansi vimepishana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anahitaji uwe mnyenyekevu, uwe mtii, alafu uwe na utayari. Kwamba nakupokea Roho, niko tayari kwa jambo lolote. Wenzetu walipompokea Roho walikuwa na ujasiri wa kusimama mbele za wafalme na kuwaonya. Walipozuiliwa kwa habari ya kazi ya Mungu waligoma, wakasema sisi hatuwezi kuwasikiliza nyie. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo usiseme tu namtaka Roho Mtakatifu, lazima ujue haya mambo matatu. Unyenyekevu, utii. Yaani akikwambia kitu uwe mtii. Akikwambia leo usile chakula, kuwa mtii. Wengi wanasema leo najisikia kufunga, alafu anajikuta anabugia chai, anabugia kile, anakula. Maana yake wewe hauna utii kumsikiliza huyo Roho uliyempokea. Unasikia ndani yako kwenda kumtembelea mtu fulani ana shida, unakaidi sauti ya Mungu. Maana yake wewe sio mtii. Roho wa Mungu haendagi na watu wasio watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho wa Mungu anakusukuma, nenda kashuhudie, nenda kahubiri Injili. Unasema pengine ni mawazo yangu, nitafanyaga huko mbele. Wewe sio mtii. Kwa hiyo unaweza kujazwa, alafu kwa kukosa utii Roho wa Mungu akaondoka ndani yako. Tunaelewana vizuri? Anaweza kusemesha kwa wale huduma fulani, nataka ufanye kitu fulani, unajiona kabisa unasukumwa, na wakati mwingine unaonyeshwa, lakini unakaidi. Kwa Mungu huwa habembelezi. Amina. Atakwambia, lakini akiona utaki, yeye anaondoka, kwa sababu umekuja ndani yako kwa ajili ya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu, yani lengo la Yesu kutuletea Roho ili atusaidie kutimiza majukumu ya kimbingu. Tunaona vizuri kuendeleza kazi aliyoifanya. Sio unasema nina Roho hapo umejifungia ndani. Huwezi kumwombea hata mgonjwa. Huwezi kumwombea hata mtu Bwana Yesu anakupenda. Huwezi. Hiyo inakuwa ni ishara kwamba haijaingia vizuri. Amina. Amina watumishi wa Bwana. Huna ujasiri wa kukemea uovu, huna. Yesu kila baada alipokutana na uovu alikemea. Amina. Ile roho iliyokuwa inakemea ndani ya Yesu ndiyo hiyo mumino kwetu. Ndiyo hiyo atiliwa kwetu, inakaa kwetu. Ndio maana anasema yale niliyofanya mimi na nyie mtayafanya. Anamaanisha kwa huyo Roho, miujiza niliyofanya mimi na nyie mtayafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tumebaki tunasema wanaosimama tu madhabahuni hao ndio wanaweza kufanya. Ni kila mmoja ambaye ana Roho Mtakatifu. Pengine upako upo tu kwa mchungaji. Nikwambie kitu, upako unatafutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwahi kuambia siku moja kwamba wewe unaweza kuwa na upako zaidi hata ya kiongozi wako. Amina. Wewe unaweza kuwa na nguvu za Mungu kupita hata kiongozi wako, kwa sababu nguvu ya Mungu huwa inatafutwa. Roho Mtakatifu unapompokea, yeye ndiye anayekupa mbinu za kutafuta ile nguvu ili izidi kukaa ndani yako. Jina la Bwana pekee sana. Kwa hiyo unaweza kukutana na baba wa kiroho labda ambaye haombi yani hafungi, yeye ni kula tu mwanzo mwisho, hana muda kuomba, hana muda wa kukesha, yani yeye ni kusimama tu madhabahuni. Afu ni muumini wa kawaida, unajibidisha kuomba, kufunga, kukesha, unaomba, unasoma neno kwa wingi, wewe unaweza kuwa na upako zaidi yake. Mchungaji ni kipawa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hicho kipawa kinabebwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Amina. Ndio maana wako wachungaji ni wachungaji lakini hawana upako, upako hauna. Siku yake kaona mtu mmoja tu alichanganya kalipuka pepo, siku yake anachukua na makamera kabisa aonyeshe kama ametenda muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani anaona ni kitu cha ajabu. Lakini kwa mtu mwenye roho hiyo, hayo ni mambo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nguvu ya Mungu inatafutwa. Ndio maana anasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Kuna mahali anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Ufalme inamaanisha nguvu za kiroho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wewe unaweza ukaombea kiweka katembea ikiwa tu utakuwa unajibidisha kutafuta nguvu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baba zetu wa kiroho wapo kwa ajili ya kutulea, kwa ajili ya kutuelekeza safari ya kwenda mbinguni. Lakini wasipokuwa wanajibidisha kumtafuta Mungu, wewe unaweza kumzidi upako. Tunashukuru Mungu, baba yetu hapa anajitahidi. Bwana Yesu sasa anajitahidi. Kwa maana tunamuona Mungu. Amina. Lakini upako unatafutwa. Usione watu waliombea viwete wakatembea ukafikiri tu ni Roho Mtakatifu. Hapana. Yule Roho aliyempokea aliwapa mbinu za kuchochea ule moto usizimike ndani yao. Kuna watu wanampokea Roho alafu wanampoteza baada ya siku chache. Na mambo yanayoondoa Roho Mtakatifu ni kukosa utii. Haleluya, watumishi wa Bwana. Kuna kitu kabisa unakuta unasemeshwa au unataka kutenda dhambi, Roho Mungu anakuzuia. Ndani yako unaondokewa na amani, unajisikia huzuni, lakini unaforce unafanya pale, Roho Mungu hawezi kuvumilia. Lazima tuondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhamiri na kushuhudia Bwana hilo usilifanye. Wewe umeshaokoka, kufanya hilo waliokoka ni dhambi, lakini unaforce unafanya. Roho Mungu hawezi kuvumilia uovu. Anaitwa Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wengi leo wanatumika kwa mazoea kwa sababu Roho Mungu hawana. Roho Mungu akija ndani yako anakupinua, yaani anakubadilisha. Haui mtu yule yule. Roho Mungu hawezi kukaa na wewe umbea huko. Amen. Yaani wewe umbea kaya hapa afu kaya hapa, haiwezekani. Ndio maana nakwambia hiki sio kitu kidogo. Bwana Yesu sasa. Uwe tayari kuacha mambo yote. Kwa sababu Roho kumpokea ni rahisi, lakini kuondoka pia ni rahisi. Yesu sio kama shetani kinyang'anizi. Amina. Shetani unaweza kumfukuza leo, toka. Okay, unatoka hapa, ameingia tena. Nafukuza, anakaa pembeni anazunguka. Baadaye tena anarudi kuchungulia. Shetani ni kinyang'anizi, lakini Roho Mtakatifu sio kinyang'anizi. Anahitaji matunzo na umakini wa hali ya juu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa tu waganga wa kienyeji wana masharti, wale wanaenda kwa waganga wa kienyeji wanawapa majini. Bwana asifiwe sana. Yale majini ndio yanaenda kuwasaidia. Na wanawaambia kabisa haya majini, wao wanaona kama ni dawa, lakini wanapewa majini. Yesu atusaidie sana. Na wanawaambia hii dawa, fanya hivi asubuhi, fanya hivi mchana na jioni. Wanawapa masharti. Wale watu wakikosea masharti, nini kinatokea? Ile dawa inawadhuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana vizuri? Yale majini yanawadhuru. Kama alikupewa majini ya utajiri, anajikuta anaanza kufilisika. Kadri mtu anavyoenda mali zinapotea, mwisho siku anabaki zero. Akirudi anaambiwa wewe ulikosea nini? Masharti. Roho Mtakatifu ni zaidi ya hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unapompokea Roho, uwe tayari kusikiliza anachokuelekeza. Usipingane naye. Atakuambia mambo yaliyo juu ya uwezo wako. Kwa sababu sio wewe unayetenda, ni Roho aliyeko ndani yako.
Anaweza kuambia nyumba ya tatu hapo kuna mtu kafariki, nenda, mimi nitamfufua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anaweza kuambia nenda. Sasa hilo jambo liko juu ya uwezo wa kibinadamu. Lakini Roho Mungu amekwambia nenda. Sasa wewe utaanza kusema hili ni wazo tu. Roho Mungu anasemaga hivyo, huwezi kumsikia kama hivyo unavyonisikia mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mungu anaweza kukwambia hapo jirani kuna kiwete, nenda, mimi nitamponya. Yaani anakuwa anakuambia vitu ambavyo kabla huna roho ulikuwa unashindwa kuvifanya. Anataka sasa vifanye kwa sababu sio wewe, roho anayekaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo anaweza kukwambia kitu kigumu ambacho kibinadamu hakiwezekani. Sharti ni kutii, kwa sababu sio wewe utakayefanya, ni roho aliyeko ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Juzi mtu mmoja kanipigia simu, yuko mkoani. Ndugu zake tunasali nao hapo. Bwana sasa. Kaambia mtumishi, tuna mgonjwa wetu kule mkoani. Ni mgonjwa hapati haja ndogo. Bwana sasa. Na wanasema safari hii anaweza kafa, maana ana hali mbaya sana. Na wakati ananiambia alikuwa yuko hospitali Karazo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hiyo shida inaua kweli. Sasa wamenitangulizia, wananiambia yani huyu anaweza kafa, yani ana hali mbaya. Sasa kibinadamu unaweza kawaza, sasa kama mtu wanaona anataka kufa, sasa hii si jaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nikasema kwa Mungu hakuna kisichowezekana. Amen. Nikamwambia mpe namba yangu. Nikamwambia nipe namba yake nimpigie. Nikampigia yule bwana, kweli sema yani mtumishi niombee. Hapa nipo sijiwezi, yani nina roho ya kukata tamaa kabisa, yani safari hii sidhani kama nitabaki. Ana hali mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku hiyo nilikuwa nimechoka sana, nikasema ngoja tu niende nikaombe. Nikaja hapo mzoboni, nikampigia simu, nikamwombea. Nikaomba, nikamwambia hapo hospitali hutakaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasikia tu ndani naambiwa hivi, mwambie hapo hospitalini hutakaa, kesho utatoka. Na kweli kesho yake nilikuwa kwenye ibada hapa, nakuta miskoro kibao. Nikasema hapa lazima Mungu katenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumpigia yule bwana na kumwambia na kicheko kiko juu kweli kweli. Yani nilipoongea leo mwaka jana ile jana na naongea na leo nakuta sauti nyingine. Anaambia mtumishi, nashukuru sana. Leo nimeruhusiwa, nipo nyumbani na mambo yanaenda vizuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akawa amemfungua. Kwa hiyo ukiwa na roho, hata kama unaweza kukutana na mtu ana hali ya kukatisha tamaa kabisa. Kama Yesu anaambiwa Lazaro ananuka. Amina. Yesu anawaambia, kwa nini hamwamini? Mimi ndio roho ufufuo na uzima. Roho ya ufufuo na uzima iko ndani yangu. Kwa nini mna hofu? Fikiria Yesu tena anawaambia wanafunzi kwamba twende kwa Lazaro amelala. Wao wanajua amelala sirizi, kumbe amekufa. Yesu anafika pale, wale wadada wanamwambia, yani Bwana, ungekuwepo hapa ndugu yetu asingekufa. Yesu anawaambia, mimi roho ufufuo na uzima, ndugu yenu ataishi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wanamwambia, Bwana, ili litawezekanaje? Ananuka, ni siku ya 4. Anasema msiogope, ndugu yenu ataishi. Kaenda pale kaita Lazaro, ndio Lazaro akatoka. Ni mzima kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo roho ndiye tuliye naye ndani yetu. Kwa hiyo leo tunasema Roho Mtakatifu leo na watu kipindi hicho ni tofauti. Hakuna utofauti. Utofauti ni sisi watu wenyewe. Tuna utayari kiasi gani kuishi na Roho. Roho Mtakatifu ana masharti kuliko hata waganga wa kienyeji. Amina, watumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na masharti ya kukaa na Roho Mtakatifu ni utakatifu. Yaani ukifaulu hapo, umefaulu. Ukilinda utakatifu, Roho wa Mungu atadumu ndani yako.
Sasa wengi hatujiamini kwa sababu hiyo hali, yani tunajichanganya, mambo ni mengi. Dunia inakuvuruga, maisha yanakuvuruga, huku unavurugwa, kule unavurugwa, yani unaishi maisha yasiyo na utulivu. Na Roho Mungu anahitaji utulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utulivu wa ndani. Kwa hiyo hapa tunaona Yesu amedhihirisha ile ahadi, watu wakapokea, wakanena kwa lugha mpya. Yaani kila mmoja akawa anaongea lugha ya kabila lingine. Jina la Bwana liwe sana. Hawakunena lugha ya malaika, walinena lugha ya makabila mengine. Kuna lugha ya malaika au kuna lugha ya makabila. Tumeelewana vizuri? Wewe wanasema Biblia inasema waliponena kwa lugha walinena lugha za makabila mengine. Mbona leo tunatuelewe? Mtu ananena lugha ambayo hapa duniani haipo kwa kabila lolote. Kuna lugha inaitwa lugha ya malaika. Bwana sasa. Ndio maana Paulo anasema hata nijaposema kwa lugha ya malaika, kama sina upendo mimi ni kitu bure. Kwa hiyo kuna lugha ya malaika, lakini pia kuna lugha unaweza kupewa lugha ya kabila lingine. Wewe ni Makonde unaweza kaongea Kichaga. Amina. Unanena kwa lugha ya Kichaga. Ndicho kilichotokea katika kanisa hili la Yerusalemu. Walinena kwa lugha za mataifa mengine. Waliokuwa wanapita kule nje wenye lugha zao wakawa wanasikia. Wanasema huko ndani wote ni Wayahudi. Imekuwaje wanaongea lugha ya kwetu? Inakuwaje wanaongea Kiarabu? Inakuwaje wanaongea Kiingereza? Haleluya kanisa. Mbona wao sio Waingereza? Mbona wao sio Waarabu? Kwa nini wanaongea? Kwa sababu Waisraeli huwa wanaongea Kiunani, Kiebrania, wanasema hizo ndio lugha zao. Lakini hapa tunaona wanaongea kwa lugha nyingine. Watu wanashangaa. Petro akasimama kwa ujasiri anawaambia, jamani, hii ni ahadi ya Roho Mtakatifu ambayo Yesu ameiachilia. Kwa sababu wengine walifikia hatua wanasema hao watu wamelewa. Amina kanisa. Maana wanaongea vitu ambavyo havieleweki. Hawa watu bila shaka wamelewa. Petro anawaambia hatujalewa bali tumelewa Roho Mtakatifu. Jina la Bwana liwe sana. Kuna mahali Biblia inatuambia tusilewe kwa mvinyo bali tujae Roho. Kwa hiyo sisi kilevi chetu ni Roho Mtakatifu anapoingia kule ndani anaenda kukubadilisha. Na Roho Mungu ndiye anayetusaa upya. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili. Korinto wa pili sura ya 5:17. Anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mungu anapoingia ndani yako, huyo ndiye anayekubadilisha. Huyo ndiye anaenda kuua ile asili, ule mtu wa kale anaenda kuua, alafu anakupa mtu mpya ulioumbwa kwa namna ya Roho Mtakatifu. Jina la Bwana liwe sana. Leo watu wengi tunasumbuliwa na asili. Tunasumbuliwa na mtu wa kale. Huyo mtu wa kale bila kumruhusu Roho Mungu kuingia ndani yako utakutesa sana. Amina kanisa. Kuna mwingine ana asili ya hasira, yaani yeye ni mtu hasira. Akikwazwa kidogo anapandisha hasira. Na hiyo hasira anakaa naye wiki nzima bila kusamehe, bila kuachilia, bila kuyeyuka. Roho Mungu sio wa machafuko. Amina. Mwingine asili yake anapenda, yaani mtu wa tamaa. Yesu ameeleza. Yaani umejaa tamaa. Ukikaa muda wote unaona waza tu tamaa za ajabu. Roho Mungu hawezi kuambatana na wewe. Tunaelewana vizuri? Roho Mungu unapompokea anaenda kuondoa asili. Amina. Ule mtu wa kale uliochacha ule anauondoa, anaweka mtu mpya ndani yako. Sasa huo mtu mpya ndio ambao umetengenezwa na Roho Mtakatifu. Maana na wenyewe asili yake inakuwa ndio mtakatifu. Unakuta ulikuwa mlevi, dafu unachukia nini? Pombe. Ule mtu wa kale umeshakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Asili isipoondoka ndani yako ni shida sana kutembea katika mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Roho Mungu anapoingia ndiye anayebadilisha kule ndani, anakutengeneza upya.
anakufinyanga upya moyo wako, anaotengeneza unakuwa mwingine. Ulikuwa na moyo wa jiwe, anaubadilisha unakuwa moyo wa nyama. Haleluya, watumishi wa Bwana. Ulikuwa na moyo mgumu, Roho Mtakatifu anakubadilisha. Baada ya hapo unajishangaa maisha yamebadilika. Paulo alibadilika, kitu ambacho hata wale waliokuwa upande wake walishangaa. Kuna siku wanamuona kwa mara ya kwanza na mbili, wakati mara ya mwisho walikutana naye kwenye kumuua Stefano. Haleluya kanisa. Alafu wanakutana siku nyingine, wanamkuta na ubiri. Wanasema huyu mtu mbona ndio huyu alikuwa na wapinga na nyumba hiyo, kwa nini sasa na ubiri? Kumbe Paulo alipokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipowekewa mikono na Anania, Roho Mtakatifu akaingia ndani ya Paulo. Baada ya pale akaenda kutimiza majukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunampokea Roho sio tu tukae naye, ni kwa ajili ya kazi maalum. Na anapoingia kwako anakubadilisha kwanza wewe, anakutengeneza kwanza wewe, unakuwa sawa, ndipo naenda kutengeneza wengine. Amina kanisa. Anakufundisha kwanza wewe uweze uishije. Unapoendea watu uweje, ndipo na wewe unaenda kuwahubiria na watu wengine. Yesu alipompokea Roho ili lazima aende akakae mlimani. Kule mlimani sio tu kwamba alikuwa anaomba tu, alikuwa anapewa maelekezo. Bwana sana. Yesu alikuwa anapewa semina na Roho Mtakatifu namna atakavyotumika. Roho Mtakatifu alitaka kwanza Yesu mwenyewe atengenezwe. Amina. Ili akienda mbele ya umati wa watu nao wapate kutengenezwa, kwa sababu yeye mwenyewe ameshatengenezwa. Na nani? Na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana pekee sana. Sasa leo nakutana na wahubiri wengine ama watumishi wa Mungu wanamtumikia Mungu, lakini wao wenyewe ule Mungu bado hajawabadilisha. Hiyo ni kesi nyingine. Bwana asifiwe sana. Hizi huduma zote tunazozifanya tunawezeshwa na Roho Mtakatifu. Hatufanyi kwa akili. Ungekuwa tunafanya kwa akili ni ngumu. Amina. Amina kanisa. Mimi nakumbuka kipindi naanza kuhubiri nilikuwa sina Roho Mtakatifu. Nilikuwa napata shida. Na macho ya watu. Amina. Watu wakiniangalia hivi naogopa. Mpaka napoteza pointi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huku nimejaa hofu na tetemeka. Natoka jasho. Nasema muda tu uishe wa kusimama ili ni mambo mengine yaendelee. Haleluya kanisa. Nilikuwa natamani muda uishe haraka, kwa sababu maneno unaishiwa, unaanza kutafutiza, kwa sababu Roho anayemena ndani yako hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nilipompokea Roho, nikipewa risali moja naona nimeponja. Amina watumishi wa Bwana. Naona wamenionea kabisa, risali moja mimi siwezi kuhubiri. Na kwa kama nimeonewa. Amina kanisa. Lakini kipindi hicho risali moja nalimaliza kwa nguvu nyingi na kwa jasho. Na nikimaliza nasema haleluya, Mungu ni mwema, imeisha. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naogopa kwa sababu Roho Mungu alikuwa yumo ndani. Lakini sasa hivi ni tofauti na zamani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatutumii uzoefu, tunatumia Roho Mtakatifu, ndiye anayetusaidia. Kwa hiyo na wewe na kitu cha Mungu ndani yako ili tufanye kazi, Roho wa Mungu lazima ingie. Unaweza kuwa ni mhubiri, unaweza kuwa ni mwimbaji. Amina. Roho Mtakatifu anapoingia analeta na vipawa. Amen. Anapokuja kwa analeta na karama mbalimbali. Karama za Roho Mtakatifu zipo 9. Na zile zote nilisema zipo kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo hao mitume walipobatizwa wa Roho Mtakatifu na karama pia zilianza kufanya kazi. Tunaona kwa mara kwanza Petro akinyanyua kiwete. Amina. Kitu ambacho mwanzo alikuwa hajawahi kufanya popote. Tunaona kivuli cha Petro kikiponya watu. Kitu
ambacho hapo kwanza alikuwa hawezi kufanya. Tunaona leso za Paulo zinaponya watu, kitu ambacho hapo mwanzo alikuwa hawezi kufanya. Jina la Bwana pekee sana. Kwa hiyo Roho wa Mungu anapokuwa ndani yako, ndiye anayepush ile kusudi la Mungu ambayo lilikuwa ndani yako ili liweze kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaondoka na makusudi ya Mungu ndani yao, wanaondoka nayo, wanakufa nayo kwa sababu walishindwa kukaa chini ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo Roho wa Mungu ndiye anayetutengeneza, anayesababisha tuwe viumbe vipya. Ndio maana injili sio na Roho Mtakatifu haiwezi kumbadilisha mtu. Amen. Kuna wainjilisti wengine ama wahubiri wengine ni kama vibao, wanaelekeza wengine lakini wao bado. Nimekwambia Roho wa Mungu anapoingia ndani yako, kazi ya kwanza anaanza na wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakurekebisha kwanza wewe. Una tabia mbovu zote zile anaziua. Amina kanisa. Una tabia za ajabu zote anaziua. Ndio maana kwenye makanisa yetu huwezi kupelekwa sehemu kawe mchungaji bila kuchunguzwa kwa hali ya juu. Jina la Bwana pekee sana. Wanajua huyu mtu anaenda kutumika, anaenda kuhudumia watu wengine, yeye mwenyewe mkoje? Ile injili anaenda kuhubiri, yeye mwenyewe imemsaidiaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio tu kwenye uchungaji, hata kwenye injili, hata kwenye kuimba. Amina. Mimi naenda kuwaimbia wengine, mimi mwenyewe hizo nyimbo zimenisaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mwenyewe kwa sababu kuimba pia ni kuhubiri. Amina. Wewe mwenyewe maisha yako binafsi yamekaaje na Mungu? Ukiona wewe hayaja kusaidia, ujue hata mwingine hayatamsaidia kupitia wewe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema shetani hawezi kumtoa shetani, ila Mungu ndiye anayemtoa nani? Kwa hiyo ili wewe uweze kusaidia watu, ni lazima kwanza wewe mwenyewe uwe na Mungu. Na huyo Mungu hawezi kukaa na wewe asikusaidie kwanza wewe, asibadilishe tabia zako. Hapana, atashughulika kwanza na wewe. Kwa maana Musa alipoitwa na Mungu, Mungu anamwambia Musa, vua viatu vyako. Amina. Wakati Mungu anamwita Musa, anamrekebisha kwanza kwamba fanya hiki, fanya vile, fanya vile, akamtengeneza. Baada hapo akamwambia nenda kwa Farao. Bwana Yesu asifiwe sana. Viatu vina ishara ya utayari. Amina. Inaonyesha katika miguu ya Musa kulikuwa na utayari ambao alivalisha, ambao sio wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na utayari mbaya. Na Musa, tumeona Musa alikuwa ni mtu wa hasira. Yeye alikuwa haone hasara kukuua. Amina. Yaani ukimchokoza tu yeye ni kuua. Tunaona alipita tu sehemu moja akakuta watu wanagombana. Hajauliza nani mkorofi, yeye kakamata yule mtu kaua. Au kamficha kwenye michanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Musa alikuwa ni mtu wa hasira za karibu. Alikuwa haogopi kumuua mtu live hivi bila kuogopa. Kwa hiyo Mungu anamwambia vua viatu vyako, maana hapo aliposimama ni mahali patakatifu. Kulikuwa na utayari mbaya kwenye miguu ya Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee ndani yako una utayari gani? Haleluya. Utayari ni kitu ambacho unahamasika kukifanya. Amina. Kinakuhamasisha kule ndani kukifanya, huo ndio utayari ulio nao. Kama wewe ni Islamu inakupelekesha ama ni kufanya jambo fulani, maana yake wewe kwenye miguu yako una utayari wa namna hiyo. Tumeelewana vizuri? Jina la Bwana pekee sana. Kwa hiyo Roho wa Mungu anakubadilisha kwanza wewe, alafu anaanza kubadilisha na wengine kupitia wewe. Tusome kitabu kile cha Petro wa pili mstari wa kwanza. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 21. Petro wa pili sura ya kwanza 21.
Petro wa pili 1:21. Biblia inasema, Petro wa pili 1:21 anasema, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana bariki sana. Hawa manabii tunaowasoma katika Agano la Kale, akiwemo Yeremia. Amina. Tunaona Yeremia aliitwa akiwa mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunamsoma Isaya. Yeye wakati anaitwa na Mungu, alisema midomo yangu ni michafu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Mungu, mimi midomo yangu ni michafu, nitawezaje kusema na watu? Tunaona Mungu akaleta kala moto, akaliweka kwenye kinywa cha Isaya. Amina kanisa. Hilo kala moto alikuwa ni Roho Mtakatifu. Lilipoingia lile kala moto, Biblia inasema likaunguza uovu wote uliokuwemo kwenye kinywa cha Isaya. Sisi tunaelewana vizuri? Nimekuambia Roho Mungu anapokuja anakutengeneza kwanza wewe. Amina. Isaya anaambiwa Mungu, mimi nitaendaje kuhubiri, nitaendaje kutabiri wakati midomo yangu ni michafu? Midomo michafu maanake alikuwa ni jeuri, alikuwa na kauli mbaya, alikuwa na matusi, alikuwa ni mbea, alikuwa ni msengenyaji. Amina. Midomo michafu, alikuwa na majibu mabaya. Anasema Mungu, mimi sistahili kwenda kuhubiri. Lakini Mungu anamwambia, hiyo midomo michafu umeitumia kwa shetani. Sasa anakuita ni zamu yangu. Mimi wewe ulikuwa unaongea ubaya, sasa hizi nataka kaongee wema. Akaleta kara moto. Amina. Akaliweka kwenye kinywa cha Isaya. Baada ya pale akamwambia, nenda, maana mimi ndiye nitakayesema badala yako. Nitaweka maneno yangu kinywani mwako na utayasema hayo. Bwana Yesu asifiwe. Isaya anarekebishwa kwanza yeye makosa aliyonayo. Anaondolewa kwanza ile uovu uliokuwemo kwenye kinywa chake. Ndipo Mungu anamwambia sasa nenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaelewana vizuri? Sisi wote hapa ni watumishi wa Mungu. Amina. Hakuna ambaye si mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo kabla hujaenda kubadilisha familia yako, Mungu anataka kwanza wewe. Kabla hujamwambia jirani yako okoka, okoka kwanza wewe. Kabla hujamwambia jirani yako Yesu anaokoa, okoka kwanza wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukamwambia mtu okoka, akachukua mawe akakupiga, kwa sababu huna roho, yaani unayanena kibinadamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini wakati mwingine unaweza kanena yakawachoma. Kwa hiyo kunakuwa na mawili. Amina. Unaweza ukawa umewakera kwa sababu unaongea kibinadamu, yaani ile njia iende kuwagusa kule ndani, kwa sababu wewe mwenyewe una vitu vyako unavifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia wana wasikeo wanasema, wewe pepo toka kwa jina la yule Yesu anayehubiriwa na Paulo. Yale maroho yanawaambia Paulo, tunamjua na Yesu tunamjua. Nyie ni akina nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Unalielewa hilo swali Mashetani aliuliza, nyie ni akina nani? Paulo tunamjua na Yesu tunamjua kwamba hao ni moto wa kuotea mbali. Na nyie ni akina nani? Yakawarukia, yakawachania nguo, wakaanza kukimbia wakiwa watupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema pepo toka, wakati ndani yao kwenyewe kuna mapepo. Yesu atusaidie sana. Sasa maroho huwa yanaangalia kwenye ulimwengu wa roho. Amina. Kwamba huyu mtu ukoje, huyu mtu ni wa namna gani? Na kuambia kuna mtu alienda Kigoma kuhubiri. Mkutano wa siku 7. Kabla kule kaanza kutukana wachawi. Baada ya kuhubiri Injili, yeye kaanza kutukana wachawi. Wachawi ni mende, wachawi ni kunguni, wachawi ni viroboto. Katukana. Yeye anaiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisa aliwahi kumuona mhubiri fulani anasema hivyo, basi na yeye kakopi.
na yeye anaitumia. Wale watu wachawi wamjua, akasema huyu mtu ni wa namna gani? Kwa sababu unapoenda mahali popote lazima wakupime. Amina. Kila mahali unapoenda katika ulimwengu wa roho kuna utawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutoka hapo kaenda Ilala, kule kuna utawala wa Ilala, kama unavyoona utawala tu wa kimwili wa kidunia. Ulimwengu wa roho pia ziko tawala. Bwana asifiwe sana. Kwa maana wako wachawi wakuu wa Afrika Mashariki. Amen. Napombea watu tunajifunza vitu vingi. Amina kanisa. Nakwambia mimi ni mchawi wa Afrika Mashariki. Yaani ndio mchawi mkuu. Kwa watu wachawi wote wa Afrika wanamheshimu, wanapigia sauti. Jina la Bwana pekee sana. Lakini wako wachawi wakuu wa Tanzania. Amina. Wako wachawi wakuu wa mikoa, wa wilaya, kama unavyoona serikali yetu ilivyokaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoenda mahali popote lazima wapime nguvu yako na uwezo wako ni uwezo wa namna gani? Je, utawatawala ama watakutawala? Wakiona utawatawala wanaanza visa. Amina. Wanaanza kukuchokoza. Wanaanza vitisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakiona wanaweza kukutawala siku hiyo hiyo unatawaliwa, kwa wanakamata kila ulichoenda kukifanya kwenye ile eneo wanakifunga. Kuna jikuti unaenda pale mambo hayaendi. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo mtu akaenda kule akatukana wachawi. Ni mende ni kunguni ni vovote. Akahubiri ile siku ya kwanza. Usiku ulipofika, yule mtu akajikuta asubuhi anaamkia njia panda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kavaa nguo za kulalia. Mchungaji huyo amealikwa siku 7 ubiri. Siku ya kwanza tu katukana wachawi alafu kalazwa nje. Wanamkuta asubuhi njia panda. Hivi injili hapo itaendelea? Bwana Yesu asifiwe sana. Injili hapo itaendelea kweli? Kwa ikabidi yule mtu afungashe virago walete mhubiri mwingine. Maana mikutano huko vijijini huwa wanaiandaa kwa gharama. Amina. Wanachangisha watu, wanakamua watu, wengine wanalitoa kulima vibarua ili wapate. Kwa kaubili siku ya kwanza tu, kamwambia mtumishi, hapa umeingilia. Kwa ikabidi tu awaage, aondoke zake. Hiyo si aibwe. Bwana asifiwe sana. Hivi siku nyingine watakualika kweli? Hakufuata taratibu za kiroho. Bwana asifiwe sana. Unapoalikwa sehemu, unapofika Biblia inasema miliki kwanza. Amina. Miliki, tawala ile eneo, kwa sababu wako watawala katika mwili wa roho. Sasa ikafika na kutukana. Kuna wainjilisti wahuni. Amina. Shetani sio mwepesi kama hivyo unavyomfikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani na uwezi zeni semeni. Mbwa hawezi kumdharau tembo. Bwana asifiwe sana. Tembo atabaki kuwa tembo. Amina. Anaweza kumdharau tembo ni yule mwenye uwezo zaidi ya tembo. Amina kanisa. Kwa maana simba yeye haogopi chochote. Akiwa porini kule yeye anaonekana ni mfalme. Amina. Anatawala wanyama wote. Anaweza kukimbiza tembo, anaweza kukimbiza mnyama yoyote. Sasa sisi tunaye simba wa kabila la Yuda ndio anayekaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaposema shetani ni kimbwa tu, shetani ni kimbwa koko, ni kisisimizi, kwa sababu una uhakika. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unasema hayo maneno una uhakika. Unakuwa na ujasiri kwa sababu una uhakika. Jina la Bwana bariki sana. Sasa huyu mwenzetu kaputana wewe, au kwenye maiki, kwenye mkutano wa watu. Wakasema ngoja tumtesti Kigoma tena huko. Akalazwa nje. Aibu kubwa, anatuaibisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao wanasema unabii kuletwa popote kwa mapenzi ya binadamu. Yaani wale walikuwa wanatumika kipindi hicho walikuwa hawajipeleki kwa akili zao. Amina. Hakuna aliyekuwa anajisikia tongeza tu nikatabiri. Hapana, walikuwa wanasema yaliyotoka kwa Mungu. Mungu anampa ujumbe nabii, bwana, nenda kwa mfalme fulani kamwambie 1 2
tatu, anaenda live. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sio nabii tu, hata kwenye kuhubiri wewe unasema tungoja tu nikahubiri, unapewa ujumbe na Roho kwamba nenda kaseme hiki na hiki na hiki. Jina la Bwana beke sana. Sasa leo manabii wa leo ndio wanafanyaje hivyo? Kila siku anakutabiria nini? Sio Roho wa Mungu anayewatumia, kwa sababu wao wenyewe kwanza hawajapona. Bwana Yesu sasa. Nimekuambia Roho wa Mungu anapoingia kwako anakutengeneza wewe. Ulikuwa na tamaa ya pesa, hiyo tamaa inaondoka. Amina. Ulikuwa na kiburi, hicho kiburi kinaondoka, kinakufa kabisa. Ulikuwa jeuri, ulikuwa mvivu kufanya kazi ya Mungu, huo uvivu wote unaondoka. Haleluya kanisa. Alafu anakupa nguvu ya kufanya kwa juhudi na kwa bidii kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo wengi wanaangalia maslahi, hawatumiki na Roho, wanaangalia nini hao watu wanataka wasikie. Wanataka wasikie kupokea, wanawaletea injili ya kupokea. Kupokea sio kipaumbele. Bwana Yesu sana. Ufalme wa Mungu kwanza na haki yake. Jina la Bwana pekee sana. Kwa hiyo ukiwa una Roho Mtakatifu, lazima ujue mambo kwamba Roho wa Mungu anaweza kukuongoza kufanya jambo lolote ambalo liko juu ya uwezo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akikwambia usikaidi, kwa sababu yeye ndiye atakaye kusaidia, sio wewe. Ndio maana Yesu akasema sitawaacha yatima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba chochote ambacho unatamani, labda wewe ni mtumishi wa Mungu, kuna mahali unatamani kufika, Roho Mungu atakupa mbinu. Amina. Atakupa mbinu. Ukijiona tu kuna wakati unasukuma kufunga na kuomba, usikaidi. Jina la Bwana pekee sana. Kuna wakati unaweza ukajishangaa tu mifungo ikomi kwako. Mifungo ikomi. Kama mimi toka nimeacha kazi niliyokuwa nafanya kwa ajili ya kazi ya Mungu, nimekuwa na mifungo ambayo sielewi mwisho wake lini. Bwana sasa. Haleluya watumishi wa Bwana. Na watu wananiambia na nenepa, lakini mimi nafunga kila siku. Bwana Yesu sasa. Sema hao wananitania mimi. Yesu tusaidie sana. Toka ule mwezi wa kwanza nimejikuta naongozwa kwa kufunga, lakini sielewi kwa nini. Kuna kwa tu jioni, asubuhi yote nafunga na kuwa kwenye maombi, lakini nakuwa hata sisi njaa. Yesu atusaidie sana, kwa sababu Roho Mungu amesema. Na wakati naendelea hivyo, Mungu amekuwa akinifunulia vitu vingi. Yesu atusaidie sana. Anafunua kwa habari ya huduma, namna huduma inavyotakiwa kufanyika. Bwana Yesu atusaidie sana. Na unapokuwa na kitu cha kimungu, Roho wa Mungu ili ufanikishe hicho kitu, lazima atakupa mbinu. Na mbinu moja wapo ni ya kufunga. Tumeelewana vizuri? Kumbuka Roho wa Mungu yupo yani hawaendani na mwili hata siku moja. Na mtu yeyote akishinda, yani akiona njaa kitu cha kawaida, wewe mtu kufanikiwa kiroho ni rahisi sana. Amina kanisa. Kuna mtu mmoja akiona yani njaa, anaona kishinda njaa siku moja, yani anaona kama atapata vidonda vya tumbo. Wanasayansi ndio wanasema hivyo. Wanasayansi kwenye mambo ya kiroho waingize. Amina. Kuna mhubiri mmoja naye ni mchungaji kabisa, kwa sababu usifunge sana, utapata vidonda vya tumbo, utapata hiki na hiki. Mchungaji huyo anatunga watu. Anafundisha watu wakifunga wao wanakunywa na maji. Tumia maji kidogo au na glasi ya juisi. Yesu alipenda mwimani kavu 40. Amina kanisa. Alikuwa haoni njaa, kavu 40 amemaliza, haoni njaa, mwisho ndio akaona njaa. Sasa tunaelewana vizuri. Unapoona kumtumikia Mungu, kuwa mtiifu kwa Roho Mtakatifu. Amen. Usipende usingizi, usipende chakula. Amina kanisa. Hivyo vitu viwili vinaua maono. Amina.
Hata kama ulikuwa umebeba kusudi la Mungu kubwa, ukiwa mlalaji sana na ukiwa mtu akula sana, ujue kabisa maono kutimia ni kipengele. Pungiane mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema Mungu, nataka niwe mwinjilisti wa kimataifa. Gharama, kuna gharama. Amina. Na hizo gharama Roho Mtakatifu ndiye anayekuongoza. Usije ukajifungisha kwa akili yako, utakonda na utakufa. Na utapata kweli vidonda vya tumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mambo ni Roho anasema. Amina. Usikosema anajipeleka. Yesu alifunga 40 na mimi naenda 40. Siku ya Sabato hapo na kata roho. Hapo sisi kasema hapa naenda mbinguni kwa sababu nimekufa nikiwa kwenye mfungo. Ni Roho amekwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi Roho ameniongoza nifunge hivyo. Na mwezi sio ngapi sasa, 4. Afunga. Lakini mtu hawezi kugundua. Bwana sasa. Jina la Bwana pekee sana. Haleluya. Hawezi kugundua, lakini mimi ndio siri yangu, najua mimi mwenyewe. Kwa hiyo ningejipeleka mimi mwenyewe, mngeniona kijiti. Amina kanisa. Ama ningekuwa napata kizunguzungu naanguka chini. Lakini Roho Mungu akisema, yeye anajua anachotaka kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mtafute Mungu. Amina. Roho Mtakatifu anakuhamasisha kumtafuta Mungu. Roho Mtakatifu anakufanya ukae kwenye maombi muda mrefu. Roho Mtakatifu anakupa nguvu ya kiroho ya kufanya mambo yasiyowezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali ambapo ni pagumu, ukiwa na Roho Mtakatifu hapo unapita. Angalia Elisha ameomba kwa Elia. Elia anamwambia unataka nini? Anasema nataka sehemu maradufu ya roho yako ile juu yangu. Elia anamwambia Elisha, umeomba neno gumu, lakini ukiniona naondoka utalipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Elia anataka aondoke, Elisha akamng'ang'ania Elia. Kila kimwambia baki hapa, anamwambia tumeenda wote. Bwana baki hapa, anaenda kusema na Mungu kwenye mlima mmoja, anasema tunaenda wote. Elisha hamu yake angeomba chochote angepewa, lakini yeye aliomba roho ya Elia. Aliomba Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Elia ahamie ndani yake. Unaona kuna mahali walipita, walikutana mtu Yordani. Elia akachukua ile joho lake akapiga maji yakagawanyika, wakapita. Ghafla wamefika sehemu, gari la moto likaja likamchukua Elia. Elisha akaanza kupiga kelele, babangu babangu. Elia akaliachilia lile vazi. Alipolichukua Elisha akalivaa, upako Elia ukawa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati anarudi na yeye kafika kwenye ule mto. Akasema uko wapi Mungu wa babangu Elia? Akachukua lile vazi akapiga maji, akakuta yanagawanyika. Ule upako ulikuwa kwa Elia. Bwana Yesu asifiwe sana. Elisha akaomba akasema ukiniona naondoka utapokea. Kwa hiyo Elia wakati anaondoka, ile roho yake ikaingia ndani ya Elisha. Na yeye akaanza kufanya muujiza. Bwana asifiwe sana. Ni aliyetenda muujiza wa maji yalikuwa ya chumvi yakawa maji matamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwingine alipoteza shoka la jirani, aliazima kwa jirani, likadumbukia kwenye maji. Akamwita yule mtu wa Mungu, Bwana nimedondosha shoka langu kwenye maji hata silioni, si nitalipata. Elisha akachukua kijiti akatupa kwenye yale maji. Akakuta shoka linaelea. Kitu ambacho sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kalikuta shoka linaelea, akasema chukua shoka lako hilo. Upako uliokuwa juu ya Elia ukahamia kwa Elisha. Elisha alimtumani, alikuwa na kinao. Ndio maana akamwambia Bwana, mimi nataka tu roho yako ije kwangu. Sio kwamba Elisha alikuwa tajiri, hapana. Alikuwa na kitu, alijua nikipata hiyo roho ya Elia, nimepata kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nakwambia ukipata Roho Mtakatifu umepata vyote. Hakuna watumishi wa Bwana. Ukimpata roho umepata kila kitu. Roho Mtakatifu ni msingi, Roho Mtakatifu ni mtaji. Ukiwa unafanya biashara,
pamoja na Roho Mtakatifu kufanikiwa ni rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa unafanya kazi pamoja na Roho Mtakatifu, unashangaa tu unapandishwa vyeo. Amina. Sema huyu mtu anatufaa sana. Pandishwa vyeo. Angalia kina Daniel, walikuwa watumishi wa Mungu, lakini pia walikuwa wafanyakazi wa serikali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na waliwekwa kwenye uongozi, walikuwa watawala. Roho Mtakatifu alikuwa ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe mtamani sana siku leo anaenda kushuka juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mungu kimpata, umepata kila kitu. Elisha alipopokea ile nguvu na ile miujiza kaanza kuambatana naye. Aliwahi kufanya miujiza mingi sana, kufufua watu, alisafufua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alikuwa ni mtumishi wa Elia. Yaani alikuwa ni mfanyakazi wa Elia, alikuwa chini ya Elia. Baba yake wa kiroho alikuwa ni Elia. Alikuwa hana mazoea naye. Amina. Akimwambia kitu anasema mtumishi wa Mungu kasema. Tatizo la leo watu wengi wanazoea watumishi. Kuna kuta hata ubadiliki kiroho kwa sababu ya mazoea. Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Elisha muda wote akimwona Elia alikuwa hajawahi kumzoea. Anamuona huyu ni mtumishi wa Mungu aliye juu na ndani yake ana Roho Mtakatifu. Kwa hiyo akisema kitu anasema Roho wa Mungu kasema. Tunaelewana vizuri? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo Mungu anapoachilia ahadi ya Roho Mtakatifu, kazi yake ni kutusaidia sisi, ili tukishabadilika tukawasaidie na watu wengine. Amina, watumishi wa Bwana. Sasa watu ni wengi wenye shida, wenye uhitaji, na nguvu za Mungu hazipatikani kirahisi. Amina. Sasa ni uganga tu unaendelea, lakini ile nguvu yenyewe ya Mungu ile ya kutenda muujiza ni kama imepotea. Hiyo nguvu ni Roho Mtakatifu. Ukimhitaji anapatikana. Amina. Ukiwa na haja naye anapatikana. Ukiwa huna mpango naye. Na uzuri Roho wa Mungu hawezi kukushukia kama huna mpango naye. Amina. Kama unasema bado dunia ni tamu, bado maisha ya dunia ni matamu, yaani umesema ni matamu, Roho wa Mungu hawezi kuwa matamu. Anaingia kwa wale wenye kiu ambao ndani yao wamebeba kusudi la Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu hawezi kukaa na mtu ambaye hana mpango naye. Anaingia kwa wenye kiu ambao ndani yao wana shauku, kuna kitu wanataka kizaliwe. Amina. Alafu hamna nguvu ya kufanya hicho kitu kizaliwe. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna maono makubwa kwa habari ya ufalme wa Mungu, lakini au maono unatamani yazaliwe, lakini hamna nguvu ya kuzaa. Roho Mtakatifu ndio nguvu ya kuzaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yapo matunda Mungu alitaka kuyaonyesha kwenye utumishi wako, hayaonekani. Roho Mtakatifu ndiye analeta matunda. Ndio maana kuna matunda ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakuona ni Mkristo wa kawaida. Roho Mtakatifu ndiye anayekutoa kwenye kawaida. Sasa imefikia tu tunawaheshimu tu wale wa madhabahu. Wewe pia ni bonge la mtumishi, sema ujijui. Amina. Ndani yako kuna kitu cha Mungu, ndio maana uko hapa. Mimi nilipokuja ile kanisa, mimi niliona nimekuja darasani. Amina. Sikuwa nakuja kama nimekuja tu badani kujifurahisha, asili nani anione. Hapana. Wani kikupa daftari yangu na masomo yote toka nimejaa, yote ninayo. Sasa kipindi kile nilikuwa na kazi sisi kanisani, lakini bado nilikuwa natafuta notes kwa wengine waliozoea. Bwana Yesu sasa. Nijue nini umejifunza na mimi nasimama kuomba, naomba. Nashiriki kwa namna hiyo. Mungu anajua ndani yako shauku yako ni nini. Jina la Bwana beke sana. Au ni wewe ukikosa ibada basi hata kufuatilia notes huna mpango. Mungu anaangalia nia yako. Una nia kweli ya kumtafuta Mungu au una nia nyingine? Ukiwa na juhudi katika mambo mema, Roho Mtakatifu atakupeleka mbali sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watumishi wa Bwana.
Kwa hiyo nilikuwa nakuja kama naenda darasani. Kwa hiyo nikikaa hapa nakaa kwa umakini, namsikiliza vizuri mchungaji, namsikiliza vizuri, halafu naingia kwenye matendo. Amina. Biblia inasema tulitendee kazi neno la Mungu. Usipolitendea kazi unafananishwa na mpumbavu. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo na wewe ni mtumishi wa Mungu, ila ni wewe tu namna ulivyojiweka, amejiweka kwenye mazingira ambayo wewe mwenyewe unajua. Lakini roho Mungu akija ndani yako, wewe mwenyewe utajikubali. Bwana sana. Wewe mwenyewe utajiamini, na roho akikusemesha kitu utafanya. Watu wengi wamejaa hofu. Simamiani mimi na kitu ndani yangu lakini naogopa. Hiyo roho ya hofu ya kuikataa. Bwana Yesu sana. Nimesema tukumbue roho ya hofu, imetayo uoga. Nimesema waoga wote na wasioamini sehemu yao kwenye ziwa la moto. Wewe unaamini, unatakiwa wewe unaamini, lakini pia ukatae roho ya hofu. Bwana sana. Na uzuri Roho Mtakatifu akiingia, hiyo roho inaondoka yenyewe. Amina. Nashangaa tu umekuwa na ujasiri wa ajabu. Uogope kitu. Roho Mtakatifu anaweza kukuhatarishia maisha yako. Amina. Wanasema wewe tayari hata kikubidi kufa. Fikiria Roho wa Mungu anaomba Yohana Mbatizaji, nenda kamuonye mfalme, maana anatembea na mke wa mdogo wake. Yesu atusaidie sana. Naona hiyo kesi sio kama leo mtu anasimama kwenye mtandao, anasimama kwenye kamera anajirekodi au anatuma clip. Zamani ilikuwa live. Amina. Kama ni upanga unakatwa hapo hapo, sio mpaka polisi waanze kutafuta sio uko wapi. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa ni papo kwa papo. Alipoonwa yule mfalme, ikabidi wamkamate Yohana wamweke ndani. Kakaa huko gerezani. Sasa siku moja mtoto wake Herode, ilikuwa birthday yake. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtoto akajikuta ana furaha sana, siku ile akacheza vizuri mbele ya baba yake. Baba yake akaapa, akasema, yaani mwanangu leo umenifurahisha. Yaani omba chochote nitakachokupa. Chochote unachotaka nitakupa. Yule mtoto kaenda kwa mama yake. Baba kaniambia hata nusu mfano yake atanipa, niombe chochote. Yule mama alikuwa na ugomvi na Yohana, kwa sababu alimwonya mfalme kwa nini atembee na kakake na Filipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa yule mwanamke anamwambia nenda akamwambie naomba kichwa cha Yohana. Mfalme akasikitika, kwa sababu alichoona kilikuwa ni cha kweli. Amina. Na yeye aliamini kabisa huyu ni Mungu kaniona. Ikabidi tumfunge Yohana kule gerezani. Huyu mwanamke mkewe na Filipo, ambaye tunamsoma Filipo, mwanafunzi wa Yesu, mke wake akamwambia nenda katake kichwa cha Yohana. Mfalme ikabidi amuru wa maskari wake wakaenda na upanga mkata Yohana kichwa. Yaani kama wanachinja kuku. Roho Mtakatifu anaweza kuhatarisha pia maisha yako, uwe tayari. Amina. Siwatishi, tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usione leo kuna watumishi wanasema kwa habari ya nchi yetu, wanasema kile, wanaongea kile, wale wanaongozwa na Roho. Amina. Sio rahisi kusimama tu hivi kumsema kiongozi ama kusema utawala. Sio kitu rahisi. Ni Roho wa Mungu anawapa ujasiri wa kuzungumza. Jina la Bwana beke sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kabisa mtumishi mwenzako yuko kadakwa, katekwa, sikawekwa wapi. Alafu na wewe unasimama tena unaongea kitu kile kile. Sio kitu cha kawaida. Roho Mtakatifu ndiye anayefanya kazi. Na wasiotii wote ambao Roho Mtakatifu anasema, madhara yao ni makubwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sisi tuendelee kuomba kile chetu tuendelee kuomba. Lakini kile Roho Mungu anatosema kupitia tumishi wake, kisipozingatiwa, madhara yake ni makubwa kwa hao wasiotekeleza. Labda kama wanatumia akili, lakini kama ni roho, madhara yapo. Amina kabisa. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo ukiwa na roho uwe tayari kwa lolote. Amina. Uwe tayari kwenda popote. Unaweza ukaambiwa leo nenda Kongo ukahubiri. Unajua Kongo kuna vita. Watekaji kama wote wamejaa kibao. Bwana sasa. Unaambiwa nenda pale Kongo kahubiri Injili. Uwe tayari. Usianze itakuwa mawazo yangu. Hiyo nina maono hayo kwa baadaye. Roho Mungu amesema sasa. Bwana Yesu sasa. Uwe tayari kwa lolote, kufanya kazi lolote ambayo Mungu atakuagiza. Ndio maana kuna wakati Roho Mungu aliwaongoza manabii kuoa makahaba. Bwana sasa. Sikwambii na wewe ukaoe kahaba, ila Mungu alikuwa anafanya hivyo kutoa fundisho. Bwana sasa. Kuna nabii mmoja aliambiwa nenda kaoe kahaba, ila usifanye naye chochote, muingize ndani. Maana ndivyo walivyo nyumba yangu ya Israeli. Jina la Bwana libarikiwe sana. Walikuwa ni watu wangu, lakini sasa wamekuwa kama makahaba. Kwa hiyo nabii alikuwa anasimama kama nafasi ya Mungu. Amina. Alafu yule kahaba anasimama nafasi ya taifa la Israeli. Kwa hiyo Mungu alikuwa anafanya kwa mafunuo ya namna hiyo. Sio kwamba ilikuwa ndio mfumo sasa twende nao. Ila Roho Mungu anaweza kuongoza katika jambo lolote ambalo yani kulingana na mapenzi yake. Amen. Bwana asifiwe. Kwa maana Yesu ukifuatilia miujiza yake aliyowahi kuifanya, sio yote alifanya kwa namna moja. Hakuna. Kwa maana kuna wengine aliwapaka tope za macho wakafunguliwa macho. Bwana asifiwe. Wengine waliwatemea mate. Hivyo utemewe mate hapo utarudi tena kusali hapo. Bwana Yesu sasa. Haleluya. Mchungaji akutemea mate kwenye macho hapo. Kama ndio hujaokoka vizuri unaweza panic. Bwana Yesu sasa. Lakini Yesu alitumia hizo ishara, hizo mbili. Ilikuwa ni mafunuo. Bwana sasa. Wengine chumvi. Lakini sio kwamba ndio tutumie chumvi, hapana. Ilikuwa ni ufunuo wa wakati huo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu sasa. Ndio hata hapo baba aliwahi kutumia hata maji kwa ajili ya kumwombea mtu. Mtu alikuwa na shida ya ugonjwa. Tukamwombea, tukaona afunguke. Kwa Mungu akamwongoza chukua maji yaombee. Ndipo yaombea ile maji akanywa yule mtu. Akafunguliwa kweli kweli. Ilikuwa ni ufunuo wa wakati ule. Sio kama ndo tunatumia maji, hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa ni ufunuo wa wakati huo basi. Tunaelewana vizuri watumishi wa Bwana? Tunaelewana vizuri Kwa hiyo ukiwa na Roho wa Mungu, hofu inakuwa haipo, ila unakuwa unajitoa kwa ajili ya Mungu kikamilifu. Amina. Tusome Matendo 2:38. Muda si mrefu tunaingia kwenye maombi, tukajazwe Roho Mtakatifu. Matendo 2:38. Matendo 2:38. Biblia inasema, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hao wanafunzi kupokea Roho, Petro aliposimama kuhubiri, watu wengi waliokoka, wapata kama 3,000. Bwana asifiwe sana. Sasa walipohubiriwa hao wanafunzi wake sasa ambao wameokoka, wameuliza tufanyeje? Walipoyasikia yale maneno yaliwachoma, wakajikuta wameingiwa na wewe kutubu, wakasema tufanyeje? Petro anambia tubuni kwa jina lake Yesu na mkabatizwe, alafu mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ile ingie ndani yako, lazima uwe umetubu. Uza jirani yako umetubu. Na kuna tofauti ya kuungama na kutubu. Bwana sasa. Wale wanaoungama wale, yaani unaungama alafu kesho tena unaenda kutenda dhambi, unakuja tena unaungama. Toba, unapoomba toba mbele za Mungu, Mungu anakusamehe kabisa. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, anakutenga mbali na uovu wako. Anakuwa haukumbuki tena. Amina. Na anapotenga mbali, anatilia nguvu ya kushinda
ili usirudi tena. Tunaelewana vizuri eh? Ndio maana Biblia inasema tukishaokoka, tukishatubu, baada ya kutenda dhambi tena, baada ya hapo anasema hamna tena ondoleo la dhambi juu ya mtu huyu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapokuokoa anakutenganisha, yaani anakuweka mbali na ile dhambi, alafu anakupa roho wake ili akusaidie ile dhambi isirudi tena. Sasa leo watu wamekuwa na mchezo, wanaongama, wanafikiri ni kutawaza, huko atutawazi. Amina. Kila siku tawazi, kila siku tawazi, kila siku. Hapana, unatakiwa kuishi maisha matakatifu. Tunaelewana vizuri? Huko atungami, huko tunatubu. Bwana sasa. Kutubu ni kumaanisha, yaani kurudia, alafu na kumaanisha kuacha kabisa, kutokurudia. Tunaelewana vizuri? Kwa mfano wewe ulikuwa unafanya biashara, kuna makosa ukayafanya, ukajikuta umepata hasara. Ukajuta wewe, akasema yaani hii mfumo niliotumia safari sitarudia tena. Au mwingine utarudia? Maana ukirudia unapenda hasara, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utarudia kwa sababu ulipata hasara, na ulipopata hasara ulijuta, kwa nini nilifanya hivi? Kama ni mtu alikushauri utampigia simu, wewe mtu ulinishauri vibaya, wenzako nimefeli. Haleluya kanisa. Tajuta kweli. Sasa ndivyo ilivyo kutubu. Amina. Yaani unajutia kwamba ule muda niliokuwa nautumia kutenda dhambi, nilipoteza vitu vingi. Nilipoteza muda mwingi. Amina. Kwa hiyo sitarudia tena kupoteza muda wangu kwenye uovu. Unajutia, unavua kabisa vazi la uovu. Baada hapo ni kutembea kwenye utakatifu, hauna kuungama. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi wa kutawaza kila siku na hapana, sisi tunatakiwa kuishi utakatifu. Ndio maana tunapewa msaidizi. Amen. Tuongeane mikono kama tunaelewana. Kwa hiyo anawaambia tubuni, mkabatizwe kwa jina lake Yesu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kama uko hapo natamani Roho Mtakatifu leo aje ndani yako, wakati huu endelea kutubu huko ndani. Amina. Sio ungame useme baada ya hapa maisha yangu vile vile nitaendelea. Hiyo sio kutubu. Roho Mtakatifu ana umuhimu. Amina kanisa. Ukiwa naye utafika mbali sana. Kwa hiyo anza kutengeneza na Mungu. Maandalio ya moyo ni ya kwetu, bali jawabu inatoka kwake. Na leo ni maadhimisho ya siku ya Pentekoste. Tunatamani tukajae wote Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu nimekwambia atakutengeneza wewe, na kupitia wewe Mungu atasababisha kupitia wewe usaidie na watu wengine. Roho Mtakatifu sio mbinafsi. Amina. Roho Mtakatifu yuko kwa ajili ya kuhudumia watu. Kama Yesu vile alivyokuwa anajitoa, ndivyo Roho Mtakatifu anavyofanya kazi. Amen. Kwa hiyo utashangaa na unapokea mzigo. Ndio maana unaweza kupishana huko barabarani na mwinjilisti na ubiri, yuko katikati ya jua kali na ubiri, anatoka jasho. Ukamshangaa huyu anawezaje? Ni kweli kibinadamu ni ngumu. Amina kanisa. Ni ngumu, lakini tunawezeshwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Roho wa Mungu yupo, ila zingatia masharti yake. Amina. Mtu akikusamehe, akikukosea samehe. Usikae na uchungu. Ule uchungu ukikaa unamhuzunisha Roho. Ukisoma Efeso 4:30 pale utaona anasema wala msimhuzunishe yule Roho wa Mungu akae ndani yenu. Unamhuzunisha kwa nini? Kwa uchungu. Unapokaa na uchungu, Roho wa Mungu anahuzunika. Bwana asifiwe sana. Na unapopokea Roho, ndiye anayekupa uwezo wa kusamehe. Kumsamehe mtu sio kitu rahisi. Bwana asifiwe sana. Mfano naambiwa labda bana, mama yako bwana aliuawa, fulani ndo alimuua. Kibinadamu utapanic. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Utapanic, utasaswini kamchome na mshare. Lakini Roho wa Mungu atashangaa akamwambia wewe samehe. Amina.
Fikiria kile ukimkumbuka mama yako, unakumbuka aliyemtoa uhai wake ni fulani. Lakini wao Mungu anakuambia achilia. Ni kitu kigumu sana. Ila tunawezeshwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anasema mkiwasamehe watu na nyinyi mtasamehewa. Kwa hiyo maisha na Roho Mtakatifu yana gharama zake. Kulinda utakatifu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo leo tunaenda kujazwa Roho. Jiandae. Weka moyo wako vizuri. Na baada ya leo utaona mabadiliko makubwa kwenye maisha yako. Utaona mabadiliko kwenye maisha yako ya kiroho. Uweze kuomba, omba sana Roho Mtakatifu akujae. Uweze kuomba hata ukiweza risali moja inatosha. Risali moja ni kiwango cha chini. Haleluya kanisa. Lakini leo kanisa tumefikia tu hatuombi. Kufunga tunaona kama jera. Tumesikia hapo mbele kuna mfungo, tunaona wengine hawafungi. Ndio maana mwili wako unakuendesha kwa sababu umeshiba. Haleluya watumishi wa Bwana. Kishiba sana mwili una shida. Tunaelewana vizuri? Simama kwa miguu yako, tujie kwenye maombi. Watoto waingie ndani. Na mashemasi tukusanye vitu kule nje. Tuingie sasa katika maombi.